Zahmidi TV. Naam, uhali gani ndugu mtazamaji wa Zahmidi TV? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana, tunaendelea na kipindi chetu cha miujiza ya Qur'ani. Tupo na Sheikh Mustafa Al-Lutfi katika studio zetu za Zahmidi TV na tunaendelea kuangalia miujiza mbalimbali ya Qur'ani. Leo tuna kitu ambacho ni special kwa ajili yako kupitia miujiza ya Qur'ani. Karibu sana. Naam, Sheikh Mustafa Al-Lutfi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai umzima wa afya. Alhamdulillah, shukuru Allah. Mtazamaji anakuangalia hivi sasa, anasubiri hicho kitu special kwa ajili yake katika miujiza ya Qur'ani. Karibu sana. Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mwingine tena tunakutana kwa ajili ya miujiza ya Qur'an. Na leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tuna jambo ambalo ni kubwa na ni zuri pia ukilifahamu, si jingine. Tunaangalia katika Qur'an aya ambazo zimezungumzia tauba. Na hizi aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amezifungamanisha na neno moja ambalo inabidi leo tuliangalie kwa undani. Allah asema katika surati An-Nisa, innama at-taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala. Na katika surati An-Nahl pia Allah anasema, thumma inna rabbaka lilladhina 'amilu as-su'a bijahala. Kwa nini Allah ameweka jahala katika hizi aya? Zote zimezungumzia tauba. Lakini pia zimeonesha dhambi ambazo tunazifanya sisi, tunazifanya kwa jahala. Jahala maana yake ni kutokuwa na ujuzi na kitu. Kufanya kitu bila kujua. Kufanya kitu bila kujua uhalisia wake. Ndio. Taban. Kwa nini imewekwa jahala? Wanachuoni hapa wana maneno mengi ambayo wameyazungumza kuhusiana na jahala. Miongoni mwa hayo maneno waliyozungumza, wanasema kwamba kullu man asa Allah fahuwa jahil. Kila anayemwasi Allah anakuwa ni jahili. Yani wakati ule bwana mimi hapa nafanya maasi. Wakati ule anapomwasi Allah, wakati ule anapomwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kinyume cha jahil ni aqil. Kinyume cha jahili ni mtu mwenye akili au alim ambaye anajua kile anacho kifanya, mtu mwerevu. Na al-aqlu maanahu al-man'u. Sawa? Akili maana yake ni kizuizi. Wasema wanachuoni al-aqlu maanahu ma yamna'uka an kulli ma yadhurruka. Akili ni kile kinachokuzuia na jambo lenye madhara na wewe. Kwa hiyo ukishajua hili, ukivuta picha moja kwa moja ni kwamba kwa mtu mwenye akili salama vizuri kabisa hawezi akafanya jambo linalomdhuru. Kweli kabisa. Ukiwa na akili salama huwezi kufanya jambo linalo kudhuru. Ndio maana Allah hapa akaweka jahala. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunapofanya madhambi mara nyingi huwa hatutumii akili. Mara nyingi huwa tunafanya madhambi kwa kutumia hisia. Hisia au matamanio. Falidhalika mengi katika madhambi ukiyafuatilia asili yake ni matamanio pamoja na hisia, lakini si akili. Samahani kidogo Sheikh Mustafa. Anasema wengi wanaofanya madhambi hawatumii akili. Na vipi yule mtu ambaye anajua kabisa bwana hiki ninachokifanya ni dhambi? Ndio. Lakini anatambua kabisa na anaendelea kufanya na anafanya. Mwingine anaweza akasema bwana nitafanya tauba. Au mwingine hata asikumbuke kama nitafanya tauba, lakini anajua basi hapa ninafanya hapa lakini ni madhambi. Pia huyu atumia akili katika kufanya madhambi. Hapo sasa ndo tunapata jibu zuri zaidi. Kwa nini? Wasema wakati yule anapofanya hili dhambi huwa hatumii akili salama. Akili inakuwepo lakini sio akili salama. Akili salama inakuzuia na kila lenye madhara na wewe. Ndio. Wakati mtu anafanya dhambi huwa hajui uhalisia wa kitakachotokea baada ya hiyo dhambi. Na pili pia anakuwa hajui uhalisia
wa siku gani yeye atakufa. Yani hajui ghaib. Hajui ghaibu. Sawa Naam. na hajui kiyama ni lini. Na hili wametafsiri baadhi ya wanachuoni katika aya ambayo Allah amemuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair. Shaona. Baadhi ya wanachuoni wanasema Mtume hapa alisema, laiti ningekuwa najua ghaib ningezidisha zaidi khairi, ambayo wanasema al-ghaib iliyokusudiwa hapa ni mata taqumu saatu wa mata amutu. Allahu akbar. Wewe sasa hivi hapo ukiambiwa umebakisha mwaka huu mmoja alafu kisha utakufa, utafanya dhambi? Kuna lazima hautofanya. Mwaka mzima utaishi ukiwa ni mwema shekhi. Na unaweza ukahama hata kukaa nyumbani ukahamia msikitini. Kwa sababu umeshajua baada ya mwaka wewe sipo tena duniani. Lakini kwa sababu sisi hatujui, ndio maana tunamwasi Allah tukiwa na matarajio ya kufanya nini? Ya kufanya tauba. Na tusisahau kwamba haya madhambi tunayofanya mengi tunayafanya kwa hisia, sio kwa akili. Na hisia na matamanio katika Qur'ani yote hajawahi kusifiwa. Hisia na matamanio katika Qur'ani yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho hajawahi kusifiwa kabisa kwa sifa nzuri, bali amezungumziwa vibaya, yamezungumziwa kwa sifa ambazo hazipendezi. Kwa maana ya kwamba kweli kabisa hakuna hisia mbaya na hisia nzuri, hisia zote ni mbaya. Maana yake ni kwamba hisia ikitumika yenyewe bila kuwepo akili inadhuru. Lakini ikichanganyikana hisia na akili, na akili kwa imetangulia zaidi ya hisia, inanufaisha. Kwa maana Allah amemsifia mtume wake kwa tabia nzuri na akamtakasa na matamanio, akasema wama yantiqu anil hawa. Hii ni sifa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah pia matamanio akayazungumza vibaya sana, akasema wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa anil hawa. Sawa. Na katika aya nyingine Allah akamkataza mtume asiwe karibu na watu ambao wanafata matamanio yao na hisia zao sana. Katika suratul Kahf, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu. Matamanio haya, sawa. Na mtu akiyafuata sana matamanio mpaka kuna muda anayafanya kama ndiyo Mola wake. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sawa. Naam, sawa Sheikh Mustafa, tumeona kabisa, umetuambia kwamba watu wanaofanya maasi wanafanya kutokana na matamanio ya nafsi zao, wala sio akili salama. Na kiukweli kabisa kila mtu anafahamu kabisa kama maasi ni kitu ambacho hakifai. Allah subhanahu wa ta'ala amekikataza. Lakini pia haya matamanio ya nafsi mtu anaweza akashinda vipi mpaka aache haya maasi ambayo, au anaweza akatumia vipi akili hii salama ambayo itazidi matamanio mpaka kuacha haya maasi? Taib, jambo la kwanza ni kuhisi uwepo wa Allah na elimu yake. Sawa? Kwa sababu ukijua kwamba Allah anakuona na anakuchunga na anakufuatilia, itakupunguzia wewe kufuata matamanio yako. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah anakuona kila sehemu, na Allah anakujua hata kabla hujafanya hicho unachokifanya. Kwa ukitanguliza uwepo wa Allah na ukubwa wa Allah na utukufu wa Allah, itakusaidia kutokufuata matamanio yako. Sawa? Hii ndo jambo la kwanza kabisa litakalo kusaidia wewe kujiepusha na matamanio. Sawa. Na vipi, kuna vitu ambavyo mtu akivifanya, kwa sababu ukisema tu kumweka Allah karibu, kumtambua, kumfahamu wakati wote ili kujichunga matendo yako, labda kuna vitu ambavyo mtu akivifanya vitampelekea ile imani yake kuzidi na kumtambua Allah kwa urahisi zaidi. Ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifati. Kumtambua Allah kwa majina yake na sifa zake. Ukisoma majina ya Allah vizuri, ukasoma na sifa za Allah vizuri, bitadabbur, kwa mazingatio, itakuwa ni sababu kubwa sana ya kukufanya wewe umuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile umpende Allah. Unampenda uwezi ukamwasi kweli.
Mapenzi ya kweli ni kufanya kile anachokipenda unayempenda. Ndio. Innal muhibba liman yuhibbu mutii. Hakika. Basi Sheikh Mustafa, tukushukuru sana kwa darasa yako fupi ambayo ilikuwa ni zawadi tosha kabisa kwa mtazamaji hapa katika miujiza ya Qur'ani kwa siku ya leo. Allah kulipe kila la kheri na kufungulia katika mambo yako mengine. Amin. Na tumuombe Allah atusamee makosa yetu kwa sababu tunayo mengi na ni mapungufu ya kibinadamu. Ndio. Allah atuongoze, atusamehe na atujalie mwisho mwema. Allahumma amin. Allahumma amin. Naam, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tuangalie akili zetu, tutumie ziwe akili salama na tuache kufata matamanio, kwa sababu matamanio yanapeleka katika kufanya maasi. Hii ilikuwa ni zawadi special kwa ajili yako ndugu mtazamaji wa Zahmid TV katika kipindi cha miujiza ya Qur'ani ikitoka Sheikh wetu Sheikh Mustafa Al-Lutfi, Allah mbarik la khair. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, bila kusahau kusubscribe, kushare na comment. Endelea kufuatilia Zahmid TV, endelea kufuatilia miujiza ya Qur'ani. Vipindi vijavyo vinakuja ni vizuri zaidi ya vilivyopita na hivi vya sasa. Ndugu yako Abdul Aziz Hilal nikiwa na Sheikh Mustafa Al-Lutfi katika studio ya Zahmid TV. Mpaka wakati mwingine, wa ila liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV.